Nguvu za jadi. Ubao huu utakuwa msaidizi wangu wa pili. Wa kwanza ni Mungu. Eleza muktadha wa dondoo hili. Alama 4. Majibu ni haya. Msemaji ni Mangwasha. Anajizungumzia mwenyewe. Anaongea na ubao mfupi uliokuwa mle ndani ya kanisa. Ni baada ya yeye na watoto wake kuweza kuingia ndani ya kanisa wanapofurushwa na kuchomewa makwao katika eneo la matango. Swali la ba. Taja mbinu mbili za lugha zilizotumika katika dondoo hii. Majibu ya ba. Mbinu za lugha. Uzungumzi nafsia, pale ambapo Mangwasha anajizungumzia mwenyewe. Pili ni da. Wa kwanza ni Mungu. Swali la cha. Eleza umuhimu wa msemaji wa kauli hii katika kuijenga riwaya ya nguvu za jadi. Majibu ya cha ni haya. Msemaji ni Mangwasha, ana sifa zifuatazo. Mangwasha ni kielelezo cha wanawake jasiri katika jamii. Anapata ujasiri wa kwenda kumtafuta mumeo eneo ambalo linajulikana ni hatari bila woga wowote. Pili, Mangwasha ni kielelezo cha wanawake waliojikomboa kimawazo. Anakataa kufungwa na tamaduni za jadi. Katika maeneo yake ya starehe, nia yake ilikuwa kumwokoa mumewe. Tatu, Mangwasha anakuza maudhui ya uwajibikaji. Amewajibika watoto wake kwa kuwalea wakati ambapo mumeo amepotelea katika ulevi. 4. Mangwasha anafunza mbinu ishi kama vile uvumilivu na ujasiri. Anavumilia mumeo na kukosa kukatisha ndoa hata anapogundua mumewe amehusika katika uhusiano nje ya ndoa. Swali la mwisho da. Fafanua umuhimu wa mandhari yanayorejelewa katika dondoo hili. Alama 8. Majibu ya da ni haya. Mandhari yanayorejelewa na dondoo ni ya makanisani. Yanajenga maudhui ya umaskini. Mangwasha ana akali tu na vitu. Akiba ya chakula aliyokuwa nayo iliteketea yote. Pili, yanajenga mtindo kupitia mbinu mbalimbali kama mazungumzo baina ya kurugenzi wa ardhi na wakimbizi. 3, yanaonyesha nafasi hasi ya mwanamke katika jamii. Vijana wanaoshikwa kuchoma makao yao.